kulikuwa na mkutano hapa ya ODM Tononoka Ground. Munaona wale viongozi wako hapa wote, hakuna mtu ametoka kwa chama kingine. Wale wamekaa hapa wote ni watu wa chama. Tafadhali naomba tutulie, tafadhali. Wale watu wamekaa hapa wote ni watu wa chama ya ODM wakiongozwa na party leader wao Dr. Oburu Oginga. Kuna wenzetu walikuwa na mkutano huko Kitengela. Hiyo mkutano kulikuwa na watu kutoka ODM, watu kutoka chama ya Jubilee, watu kutoka chama ya DCP, watu kutoka chama ya Wiper, watu kutoka vyama ambaye hajulikani na vyama vyote ambaye wako katika mrengo ya Munyoro. Vile Mungu amesema huko mbinguni kuna barabara mbili, hapa duniani pia Kenya kuna barabara mbili. Kuna barabara ya broad based na kuna barabara ya watu ya Munyoro. Kama watu wameamua wafanye kazi na watu wa Munyoro, waende wafanye siasa yao huko, tafadhali wasilete tashwishi kwa watu ya ODM. Sisi tunataka kufanya kazi kulingana na katiba ya chama chetu cha ODM. Sisi tukiongozwa na kiongozi wetu, party leader wetu Dr. Oburu Oginga, tumekaa katika kamati kuu ya chama na tumesema ya kwamba mwaka huu tutaanza mambo ya mazungumuzo, mambo ya kuzungumuza 2027, na tumesema tuanze na chama cha UDA. Hiyo ndio mpango ya ODM. Naomba wale wenzetu watuambie mpango yao ni gani. Wanataka tuende na Munyoro ama wanataka tuende wapi? Hatuwezi kaa bila kukuwa na mpango kama chama. Jambo la pili, mimi nataka kuuliza watu ya Tononoka hapa. Nyinyi mnataka maendeleo ama mnataka maandamano? Mnataka maendeleo ama mnataka maandamano? Kuna jamaa moja hapa ambaye ni governor wa huko Siaya County. Yeye ile siasa anaelewa ni siasa ya maandamano peke yake. Haelewi siasa nyingine yoyote. Watu wa Siaya hawana kazi, watu wa Siaya hawana maendeleo, watu wa Siaya hawajafaidika na devolution, watu wa Siaya hakuna barabara imejengwa, hakuna maji, ni kuweka watu wa ODM kwa barabara peke yake. Ashindwe asishindwe? Ashindwe asishindwe? Ashindwe asishindwe? Ya mwisho, mimi nataka kusema hivi. Chama ya ODM sio chama ya kibinafsi. Chama ya ODM ni chama ya kitaifa. Na hapa Pwani ni nini? Pwani ni hapa Pwani ni ODM. Si namna hiyo? Mimi naomba tudumishe amani, naomba tudumishe heshima. Mimi naomba tukue na heshima katika chama chetu. Lakini mtu akitaka kukosa heshima atapata mambo ndi kwa ndi. Hakuna mtu anaogopa mwenzake. Hakuna mtu anayetisha mwingine. Sisi sio tumekaa kwa hii siasa, sisi pia tumelelewa na baba, tumefikishwa pale tumefika na baba hakufundisha sisi uoga. Hakuna mtu tunaogopa. Ukileta hii tunakuletea ile. Ukileta noma tunaleta nini? Ukileta noma tunakuletea nini? Kama mbaya. Tulipokuwa tunapigania haki zetu tukiwa maandamano, ile baba alituachia nyuma 10-point agenda. Tutaipata vipi kama hatuwezi kaa na serikali iliyoko ikompensate vijana wetu kama wewe na mimi, kwa bahati mbaya kwa wale waliumia au kwa bahati mbaya kwa wale waliaga dunia? Serikali ya saa hii tusipoingia mazungumuzo, how then do we compensate them? Hatuwezi kaa na serikali iliyokuwa ile ya Uhuru. Tunataka kukaa na kuzungumuza to compensate na kufuata each box ya 10-point agenda. Vijana wetu hawana ajira. Kila siku mama mboga na nyinyi youths mnaamuka daily, hard working youths, mnafanya bidii, mnataka kuona at least at the end of the day muko na lishe, lakini hali ni ngumu. Kwa hivyo tunataka maendeleo, na hiyo maendeleo itatusaidia sana kama nchi kusonga pamoja mbele. Mubarikiwe sana. Wana Mombasa oye!
Asanteni sana. Kwa majina naitwa Ahmed Abdullahi, governor wa Wajir, ambaye ni chairman ya magavana wa Kenya. Yangu itakuwa ni machache sana. Sisi tukiwa wana ODM wa kaskazini mashariki na kaskazini mwa Kenya, tuko nyuma ya kiongozi wetu party leader Dr. Oburu Oginga. Ya pili, katika Council of Governors, ODM iko na magavana 15. Kati ya hawa 15, 14 out of 15 wako nyuma ya Dr. Oburu Oginga. Ni moja tu ndio memwasi, mnajua ni nani huyo. Katika chama lazima kuwa na nidhamu. ODM iko hapa. Wale wawili watatu ambayo wameamua hawataki nidhamu, hawana heshima na wameanza hiyo kutoheshimu ODM wakati wa baba, watoke kwa chama, waachane na sisi, tuwe nyuma ya kiongozi wetu Oburu Oginga. Tumesema tutafanya mazungumzo na tutaanza na wana ODM kwa sababu tuko katika broad base na baba alituacha katika broad base. Mungu awabariki, mkae kwa ODM. Nimeona mnapenda ODM na mnapenda Ali Hassan Joho sana. Mungu awabariki. Omosh, 1 minute. Asante sana. Mombasa oye. Mombasa oye. Asante sana. Juu time imeenda sana, lakini nitaongea tu kidogo tu. Hii party ni yetu. Ningependa kuambia party leader yetu Oburu Odinga, atoa order. Mtu yote mwenye hii party sasa saidia. Na sasa hii ameenda mchezo. Tulete tumpige viboko. Kama unajua hii party imekusaidia. Na sasa hivi umemea pembe. Umeona sasa hivi umewacha mambo ya party. Unatoka nje. Party leader Oburu Odinga, toa order. Tupea watu. Juu ODM nimefanya wamekuwa watu. Kuna watu wengi jina ya ODM nimefanya wanafanya nini? Wanakula. So hata mimi post ya kama 1 hour. Mimi ni mtu wa ODM na niko na msimamo. Mimi Oburu akiniambia left. Ni left. Ni mzee ninajua kukana na watu. Hapo naye hapo kwa ODM. Penye Raila alituacha. Penye Raila Odinga alituacha. Naomba tukuwe nyenyekevu tu. Tukuwe kinaita power. Power tuungane kwa ODM. Ikifika 2027 tukulizwa tuko na nini? Tutasema tuko na watu. Asanteni sana wana Mombasa na Mungu awabariki.